السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمورنا أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الكرام، بعد kumaliza sira yetu ya nambari 35 ambayo ilizungumzia safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Isra na Mi'raji, na leo hii katika kitabu chetu hichi cha sira, na nyinyi mnaendelea kutusikiliza na kutufuatilia, leo tutakuwa tunaitazama sira nambari 36 ambayo inazungumzia kulingania makabila. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwalingania makabila mbalimbali kuelekea katika dini. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul qabaili ila din, kuwalingania makabila kuelekea katika dini, kuwalingania makabila katika dini. Dhalla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dhalla ar-rasul, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam 10 sanawatin, miaka 10, yad'u quraishan ila din, anawaita, anawalingania makuraishi katika dini ya Kiislamu. Miaka 10 Mtume sallallahu amekuwa anawalingania makuraishi katika dini bilini, kwa upole, warifiki, na kwa ukaribu na kwa urafiki. Bilini, kwa ulaini, kwa maana kwa njia za upole sana, warifiki, na kwa ukaribu. Falamma raa shiddata inadihim, wakati alipoona Mtume ule ugumu wa ukaidi wao, uzito wa ukaidi wao. Falamma raa, pindi alipoona Mtume sallallahu alaihi wasallam shiddata inadihim, uzito wa ukaidi wao, wataasubahum alayhi, na ugumu wao kwa Mtume, na ugumu wao kwa Mtume, walikuwa na ugumu sana katika kulinganiwa, kuitwa katika dini ya Kiislamu. Walikuwa wakaidi sana, wazito. Wa mana'ahum, na kumzuia kwao, nashra ad-din, kuieneza dini, pia wakimzuia kwa maneno na vitendo. Wa mana'ahum, na kumzuia kwao, nashra ad-din, kuieneza, kuisambaza dini. Mtume aliona hayo wakati anawalingania, aliyaona hayo. Nini alifanya Mtume sallam? Kharaja fi sanata al-11, alitoka katika mwaka wa 11 min an-nubuwati, tangu kupewa utume. Mwaka wa 11 tangu kupewa utume alitoka Mtume sallam ila al-qabaili, kuelekea katika makabila mbalimbali, fi aswaqihim, katika masoko yao, yale maeneo yao waliokuwa wanakaa masokoni, maskani. Mtume sallam alitoka kuelekea huko. Wasara yad'uhum, na akawa anawalingania wao, anawaita wao, ila dini, katika dini. Fakana minhum, na alikuwa miongoni mwao, man yaruddu, waliokuwa wakimjibu raddan qabiha, majibu mabaya kabisa. Fakana minhum, walikuwa miongoni mwao, man yaruddu, waliokuwa wakirudisha, wakijibu raddan qabiha, majibu yale mabaya. Wa minhum, na miongoni mwao, man yaruddu raddan hasana, wamo waliokuwa wakijibu majibu yale mazuri. Wengine wakijibu majibu mabaya na wengine wakijibu majibu mazuri. Wa kana min aqbahihim radda, na alikuwa na majibu mabaya wao. Wakana, na alikuwa min aqbahihim radda, alikuwa na majibu mabaya mno. Banu Hanifa ni watu wa Banu Hanifa. Banu Hanifa, hawa ndio kundi hili likiwa na majibu mabaya kwa Mtume sallam, wakimkebea na kumjibu majibu mabaya. Hawa ni nani? Ni jamaatu, ni kundi muslimat al-kadhab, la waislamu waongo. Kuna kundi muslimat al-kadhab, ni kundi hili ambalo lilikuwa ni la kinafiki, na hawa wakijulikana muslimat al-kadhab. Muslimat al-kadhab maana yake ni kundi la kukadhibisha kabisa na kuwapinga Waislamu. Na hii ndiyo sira nambari 36 kama ambavyo tumeiona kwa mukhtasar wake. As'ilatu maswali. Kam sanata dhalla ar-rasul yad'u quraisha, ni mwaka gani Mtume alikuwa akiwaita makuraishi, akiwalingania makuraishi? Fi ayi sanatin kharaja ila al-qabail, mwaka gani alitoka Mtume kuelekea katika makabila mbalimbali? Wa kana yaqul lahum, ma kana yaqul lahum, ni kipi alikuwa akiwaambia wao? Ma kana yaqul lahum, akiwaambia nini wao, akiwafanyia nini, akiwaambia nini? Bimadha kanu yarudduna alayhi, ni kipi ambacho walikuwa wakimjibu
mtume sallallahu alayhi wasallam. الخلاصة أفبيشو في هذه السنة katika mwaka huu عرض نفسه القبائل aligeuza nafsi yake au alielekeza mtume nafsi yake kwa makabila mbalimbali fil aswaq katika masoko. Faajaba baadhum, wakamjibu baadhi yao walimpokea au wakamjibu vizuri baadhi yao. Waradda baadhum raddan qabiha, na baadhi yao wakamjibu mtume majibu yaliyokuwa mabaya. Naam, inshallah kwa leo tutafikia hapa darasa yetu inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na mafanikio na ufahamu na kufuata inshallah. Naam, kwa hiyo hii tunasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofuata wakana min aqbahim radda, na alikuwa miongoni mwa waliokuwa mbaya kurejesha majibu mabaya. Wakana min aqbahim radda, na alikuwa mbaya wa kurejesha majibu mabaya banu Hanifa. Ni banu Hanifa huyu, ambao huyu jamaatun ni kundi Muslimat al-Kadhab jamaatu Musailimat al-Kadhab ni kundi la huyu Musailimat al-Kadhab. Huyu ni ameitwa jina hili kutokana na kuwa muongo. Musailimat al-Kadhab alikuwa alimuita mtume sallam, mwenyewe alimuita huyu Musailima al-Kadhab, kwa sababu pia wafuasi wake walihusishwa na jina hilo kama wafuasi wa Musailima. Ndio jamaa ni kundi hilo la Musailima al-Kadhab. Jina lake la asili hili kutoka kabila lake la Banu Hanifa, na huyu alikuwa ni mtu mwongo mkubwa sana kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliitwa hivyo hawa kwa sababu madai yake ya unabii yalihesabiwa kuwa ni ya uongo, na alijiita mtume huyu Musailima al-Kadhab. Na inshallah tutafikia hapo inshallah.